Michezo ni ngao muhimu katika maisha ya binadamu, kwani hujenga afya ya mwili na akili pamoja na kuimarisha mshikamano wa jamii. Kwa kutambua hilo, taasisi ya Zan-Green Initiative Organization inayojihusisha na utunzaji wa mazingira imeunga mkono mashindano ya Interclass Competition ili kuhamasisha vijana kushiriki katika michezo, kukuza vipaji vyao na kujenga jamii yenye afya na mazingira safi. Leo tuko hapa katika skuli ya kilimo Kizimbani Suza kutimiza fainali ya ngazi ya Interclass Competition, ambayo fainali hiyo ilikuwa ni michuano ya kuwania Green Cup 2026, ambalo ni kombe linalotupa mwelekeo kuelekea AFCON 2027. Lengo la Green Cup ni kuhamasisha vijana kwenye uhifadhi wa mazingira. Mgeni rasmi katika hafla hiyo ni ndugu Idrisa Mohamed, mkurugenzi wa Zanzibar Youth Empowerment Organization, ambapo amesisitiza kuwa michezo ni nyenzo muhimu kwa vijana, si tu kwa afya na burudani, bali pia kwa fursa ya ajira na kujikwamua kiuchumi. Kama tunavyojua kwamba mipira ni burudani, lakini pamoja na mpira tumekuja kupanda miti. Kupanda miti ni miongoni mwa matukio makubwa ambayo nchi yetu, serikali yetu inashajihisha na kuhamasisha kila leo. So kwetu kama Yeo na Zagio, nafikiri hii ni fursa nzuri sana inayotutafakarisha namna ya kuirejesha Zanzibar ya kijani na pia kuifanya nchi yetu kuwa na vijana wengi wabobevu kwenye sekta ya michezo. Na pamoja na hayo, wanafunzi wafahamu kwamba sasa hivi mipira ni ajira. Mipira ni ajira na wajikaze sasa kwenye fursa hii ya ajira, kwa sababu sisi kama taasisi ya vijana tunaoshughulika na uwezeshaji tunaweza tunaona magep mengi sana, lakini miongoni mwa njia sahihi kabisa za kuwasaidia vijana kufikia kwenye malengo yao na ndoto zao, hata hili la football. Ukimwezesha kijana vizuri kwenye football, nadhani sasa hivi tunaona hata vilabu vyetu vinaanza kuweka hizi zinaitwa school academy kwa ajili ya kuandaa vijana kuingia kwenye hizo ajira za mipira ya miguu. Of course si mipira ya miguu tu, kuna riadha na vitu vingine ambavyo sasa hivi tunaona namna gani nchi yetu inabeba medali na sekta ya utalii wa michezo duniani. Wito wangu ni kwamba wasikomee hapa. Waendelee kufikiri namna ya kuendea mbele zaidi kwenye ligi nyingine, kwa sababu hapa ni final, lakini naambiwa na mwalimu pale kwamba kuna programu nyingine inakuja mbele. Kwa hiyo wapambane ili wakakiwakilishe chuo chao vizuri. Mkurugenzi mtendaji wa Zan-Green Initiative Organization, ndugu Sabra Mkubwa Hussein, amesema taasisi yao inalenga kuwawezesha vijana kutambua na kukuza vipaji walivyonavyo ili waweze kutimiza ndoto zao pamoja na kujua umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Sisi kama Zan-Green tupo kwenye pati moja ambayo pia uwezeshaji na ubunifu, lakini kupitia kwenye kipengele cha uwezeshaji mara nyingi tunashirikiana na taasisi ya Youth Empowerment Organization, na lengo ni kuhakikisha vijana wanafikia malengo. As a Zan-Green tuna mambo mengi ambayo tunafanya, lakini kwenye baadhi ya mambo ambayo tunayafanya pia ni kuwezesha vijana. Na kuwezesha vijana ni kuangalia kijana kama kijana anakuwa na ndoto zake, lakini pia kuna vipaji vyake ambavyo anakuwa navyo. Kama Zan-Green tunaangalia ni vipi tunaweza kumuinua kijana kwenye kipaji ambacho upo nacho. Na leo tumefanikisha kufanya fainali hii kwa kushirikiana na Youth Empowerment Organization, tukihakikisha kwamba vijana wanafikia malengo yao, lakini pia kuhamasisha kwenye masuala ya mazingira, na ndio maana fainali hii tumeita Green Cup kuelekea AFCON 2027. Kwa hiyo na maoni yangu na kwa vijana, na zidi kuwasisitiza watumie nafasi kama vijana. Kuna vijana wana uwezo lakini wanahisi kwamba uwezo wao hawajui wapi wataanzia kwa ajili ya kuenua. Kwa hiyo Zan-Green Initiative Organization kwa kushirikiana na Youth Empowerment Organization tunatoa fursa hizo za vijana kama vijana kuweza kufika katika ofisi zetu na kuweza kujiunga kwenye taasisi zetu, ambapo wao wana uwezo mkubwa wa kuonyesha vipaji vyao walivyokuwa navyo na tukaweza kuwasaidia kwa ajili ya kufikia malengo yao. Naitwa Dr. Mbaruk Juma Ali, ni mkufunzi skuli ya kilimo, lakini vile vile ni mwalimu wa michezo ambaye nasimamia michezo katika skuli ya kilimo Kizimbani Suza. Kwa niaba ya ofisi yetu ya chuo au kwa niaba ya uongozi wa chuo, sisi tunafurahi sana kupata mashirikiano na wenzetu wa Zan-Green ambao walitusapoti kuanzia tangu mwanzo wa mashindano yetu haya Interclass Competition mpaka leo tunatimiza katika hatua ya finali. Kwa sisi Interclass Competition tunatumia kama ni sehemu ya kutengeneza vijana
si tu katika masuala ya elimu, lakini vile katika masuala ya afya yao kwa jumla kwa kupitia michezo, lakini vile vile kuhamasisha kuwa na uwezo zaidi ya pale ambapo wamefikia. Maana sasa hivi michezo ni sehemu ya ajira. Kwa hiyo tunawapa elimu madarasani ya kusoma, lakini vile tunawapa nafasi ya kushiriki michezo, kujenga afya, vile vile kuweza kujiajiri baadaye katika eneo hilo la michezo kwa wale ambao watapata fursa kujiajiri. Wito wangu kwa vijana, tushiriki katika michezo moja, lakini vile vile tushiriki katika kuhakikisha tunatunza mazingira yetu na vile vile kutunza amani ya nchi yetu. Hatua hilo fikia ya kuona kwenye michezo na tunafurahi na wenzetu katika masuala ya upandaji miti na mambo mengine yote, kwa sababu tumeweza kutunza amani yetu. Mchezo katika timu yetu ulikuwa sio mzuri sana. Ilikuwa tunajaribu kupeleka mashambulizi kama counter attack. Tumejaribu sana ila hatujafanikiwa kutokana na mipango tokea mwanzo. Kwa mechi nyingine tutazidi kujiandaa, kwa sababu kutokana na makosa tuliokuwa tunafanya hapo uwanjani tutajirekebisha, tutakaa na mwalimu wetu ataturekebisha uzuri, ili kwenye mechi zijazo tujitahidi kupambana na tupate ushindi, si kupoteza tena. Kwa hiyo ilikuwa mchezo ni mgumu kutokana na wapinzani wetu wanavyoshambulia, tukajitahidi kukaba ili tuweze kuchukua pointi 3 muhimu. Furaha yetu ni kuona tumepata ushindi leo na jana. Tunajitahidi ili kuongeza jitihada. Mashindano hayo yameacha ujumbe mzito wa kukuza vipaji, kuimarisha mshikamano na kuonesha wazi kuwa michezo ni daraja muhimu la mafanikio kwa vijana na ni chachu ya maendeleo ya jamii. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Abdullahi Abdalla.